Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amezidisha kauli na hatua za kijeshi dhidi ya Iran, akisisitiza kuwa hawezi kuondoa uwezekano wa kumlenga kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei katika juhudi za kumaliza miongo kadhaa ya mgogoro huo. Katika mahojiano na ABC News Jumatatu hii, Netanyahu alisema hili halitaongeza mgogoro, linakwenda kumaliza mgogoro huu, akisisitiza dhamira ya Israel kuharibu kabisa programu ya nyuklia ya Iran na mpango wake wa kutengeneza makombora ya masafa marefu. Alisema, tumekuwa na zaidi ya nusu karne ya mgogoro ulioenezwa na utawala huu unaotishia kila mtu Mashariki ya Kati, akifafanua kuwa hatua za Israel ni za kujilinda dhidi ya kile alichokiita vita vya milele vya Iran na juhudi zake za kupata uwezo wa nyuklia. Katika mkutano wa waandishi wa habari kwa lugha ya Kiebrania, Netanyahu alionyesha wasiwasi mkubwa kuhusu wito wa hivi karibuni wa Iran kutaka mazungumzo ya kupunguza mvutano na Marekani, akibainisha kuwa wakati huo huo kiongozi mkuu Khamenei alituma ujumbe kwenye Twitter akisema Israel itaharibiwa. Aliishutumu Iran kwa kutumia mazungumzo hayo kama hila ya kuendelea kutengeneza silaha za mauti. Netanyahu alieleza malengo matatu makuu ya Israel: kuangamiza kabisa mpango wa nyuklia wa Iran, uwezo wake wa kuzalisha makombora ya masafa marefu, pamoja na mtandao wake anaoita wa ugaidi, yani Axis of Terror. Alisisitiza kuwa Israel imepangwa kwa ushirikiano na Marekani na itachukua hatua zote muhimu kufanikisha malengo hayo, hatua ambazo zinaweza kusababisha kuanguka kwa utawala wa Iran. Alisema, huenda tukashuhudia mabadiliko makubwa nchini Iran. Mashambulizi ya anga ya Israel tayari yamesababisha uharibifu mkubwa kwa miundombinu ya nyuklia ya Iran. Rafael Grossi, mkurugenzi mkuu wa shirika la kimataifa la nishati atomic IAEA, ameiambia BBC kuwa kukatika kwa umeme baada ya shambulizi la Israel kuna uwezekano mkubwa kumesababisha kuharibu au kuteketeza kabisa mitambo yote 15 ya kurutubisha uranium katika kituo cha Natanz. Gross alisema kwa kukatika ghafla kwa umeme wa nje kuna uwezekano mkubwa kuwa mitambo hiyo imeharibiwa vibaya au imeharibiwa kabisa. Alithibitisha pia kuwa kituo cha majaribio cha kurutubisha uranium kilichoko juu ya ardhi Natanz kimeharibiwa, hivyo vituo viwili kati ya vitatu vya kurutubisha uranium vya Iran vimewekwa nje ya huduma. Netanyahu alilinganisha mashambulizi hayo na kuondoa kansa, akisema tunafanya matibabu ya mizizi ya jino, root canal treatment, na kukadiria kuwa programu ya nyuklia ya Iran imekwama kwa kiwango kikubwa, ingawa alionya kuwa tishio linaweza kurejea kama hakutakuwa na hatua za kuendelea kuikabili. Netanyahu pia alisisitiza athari za operesheni za Israel kwa hisia za wananchi wa Iran, akibainisha kuwa mamilioni ya Wairan wameangalia ujumbe wake wa video aliotuma moja kwa moja, ambao alisema umechochea matumaini miongoni mwao. Aliuelezea utawala wa Iran kama dhaifu na kueleza kuwa hatua za Israel zinabadilisha Mashariki ya Kati. Alisema hali iko saa 12 kamili, hakuna saa 13, akisisitiza umuhimu na dharura ya kampeni ya Israel kuhakikisha usalama wake wa kitaifa. Attention! Your potential customers are watching this video. Don't miss out on the opportunity to reach them. Advertise your business alongside their favorite content and convert them into loyal customers. Contact us now at info@snstz.com or WhatsApp 0659250389 to amplify your brand to the SNS family.